Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya Ndoo. Kulipa kitu mara mbili bila kujua. Kumwangalia sana mtu huku akiwa yuko na mawazo yake. Maneno yako yatampa mtu ujasiri. Kumfunza mtu kazi. Kuhitaji mawasiliano ya karibu na mtu. Kuacha kitu ambacho unahisi si bahati yako kukipata. Utaachana na wazo ulilokuwa unataka kulitenda. Utaridhishwa na kitu. Kufanya maombi zaidi kwa ajili yako. Kuhisi mtu anadanganya. Nyota ya Mapacha. Kuuhisi uwezo wako wa ndani baada ya kufanya kitu. Kupendezwa na ukaribu wa mtu kwa maongezi. Kujitahidi kuficha hisia zako kwa mtu. Kujihakikishia kuwa hutoweza kupoteza kwa wakati huu. Ujuzi wa mtu utaufanyia kazi. Kutaka kuwa mwenye amani na mtu. Kuondoa visasi na kinyongo moyoni. Nyota ya Mizani. Kufanya kitu kwa urahisi bila ya msaada wa mtu. Kushukuru ulipofikia penye matumaini. Kurudia kufanya kitu. Kuona watu wapo upande wako sasa. Kutaka mtu akuongoze nini ufanye. Utatamani ungekuwa unafanya kazi sehemu nyingine kutokana na malipo yake. Kupata utata wa kitu. Nyota ya Punda. Kumpa mtu mrejesho aliokuwa akiusubiri. Kutoa ulichokiahidi kwa mtu. Kutamani kuongea na mtu sasa. Utakusanya taarifa za mtu ili upate ushahidi. Kujua habari ya mtu ambaye alishafariki kwa muda uliopita. Kuhitaji ukaribu na mtu hasa kwa ushauri. Kuyazingatia maneno ya mtu. Utajiondoa kwenye kizuizi kinachokupa ugumu wa kufanya jambo. Nyota ya Mshale. Utashindwa kumvumilia mtu kwa ahadi zake. Kumharakisha mtu aweze kufanya unachokitaka. Mtu kukuona mzembe kwa kitu ulichokosea. Kurudisha pesa ya mtu kwa hasira. Kutotaka ujulikane kama upo sehemu. Kuhofia kumwambia mtu jambo. Kuvunja ukaribu na mtu. Utakuwa mwenye hasira na mwenye kisirani. Kumtumia mtu picha zako. Kitu kutoa moshi mwingi kwa kuharibika. Nyota ya Simba. Wakati huu utakuwa mwenye kuwaza sana. Vitu vingine kuvihisi ni vya uongo. Hivyo utakuwa si mwenye kuamini kwa haraka. Kujiondoa kwenye kizuizi cha maneno ya mtu. Kujua kuwa mtu anakufanyia yote hayo kwa sababu zake zinazojionyesha kihisia. Hutopatikana kwa muda mrefu kwenye mawasiliano. Kutafuta kitu ambacho umekishika kwa upande wa pili. Kuacha kutumia dawa za maumivu. Kuhakikisha vitu vyako vipo kwenye usalama. Nyota ya Mashuke. Kupuuzia kitu. Kula kitu chenye sukari nyingi kitakacho kukarahisha kwa baadaye. Kuhisi mtu hakufai kuwa pamoja naye. Kuongea neno kwa kuzuga. Kuikwepa kazi inayohitajika kufanywa kwa muda huo. Kwenda sehemu ambayo hukufika kwa muda mrefu. Mtu kukushukuru. Kupata kujua mambo yanayokuhusu ya uzao wako. Kutoa taarifa ya uhalifu. Kukataa kitu ulichokijulia kwa madhara yake. Kuhisi mtu kwa kushindwa na ndio maana anazuga kwa namna nyingine. Nyota ya Mbuzi. Kumficha mtu jambo unalolifanya. Kupanga jambo la kumwambia mtu ili akubali. Kufanyiwa mambo mazuri utakayoshangazwa nayo kwa mtu. Kumrekodi mtu ili kupata uthibitisho. Huduma zako kufanyika vizuri siku ya leo. Nyota ya Ng'ombe. Kumwelezea mtu kila kitu ili aweze kujua jambo. Kumwonya mtu kwa matumizi mabaya. Kuijali sana afya ya mtu. Kuhadithiwa mambo mengi. Kumtaka mtu asubiri ili umwangalie usalama wake. Kumwangaikia mtu sehemu nyingine kutokana na jambo lake kuwa gumu. Nyota ya Kaa. Kuongea na mtu kwa furaha. Kuficha ukweli wako wa moyoni kwa jinsi unavyojisikia. Maneno ya mtu kuwa sahihi na kuyathibitisha. Kufuatilia kazi ya mtu. Kujua uwezo wake na jinsi alivyokuwa na ukaribu na watu. Kujishtukia kumkubalia mtu kitu kwa haraka. Kuona utofauti mkubwa wa mtu kwa jinsi anavyoishi ni tofauti na muonekano wake. Utampunguzia mtu gharama ya kazi. Utausoma ujumbe wa mtu mara nyingi zaidi. Kuamka na maumivu ya mgongo au kichwa kuwa kizito.
Nyota ya Nge. Kumrejesha mtu katika hali yake ya utulivu. Kujua kuwa mtu alikuwa hakupendi. Kuonekana umewahisha kufanya kitu. Kupata taarifa ya mtu unayemfahamu kupitia kwenye habari zinazotolewa. Kuacha kubisha kitu ambacho hukijui. Uwepo wako kumsaidia mtu. Nyota ya Samaki. Kupata muafaka wa kitu. Kuna mtu atakufanya ujihisi mnyonge. Utalimaliza jambo kisiri. Utashauri kitu kifanyike. Utaongea na mtu kwa kumpa mwongozo wa kitu anachotakiwa kufanya. Kujua mtu anakufuatilia. Kutokea kwa itirafu ambayo utashindwa kutoa taarifa kwa haraka. Kuhisi hali ya kichomi. Kuna jambo utakalokumbushwa. Kupoteza namba ya mtu mwenye umuhimu na kwa sasa utakuwa na uhitaji naye. Utapinga kitu. Kutotaka kufuata ushauri wa mtu. Utafanya kitu cha kiushujaa. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.